Naomba nimalizie na audio ya 3 nikielezea kuhusiana na blockchain na athari zake kwenye uchumi na kiwanda cha fedha. Yes, historia ya blockchain imekuwa maarufu sana kuanzia mwaka 2009. Mwaka 2009 ndio neno blockchain limeanza kuwa maarufu Google. Kila mtu alikuwa akiuliza blockchain ni nini. Mpaka mwaka 2023 neno blockchain na neno Bitcoin viliongoza kwa kuulizwa, kutafuta maana yake ndani ya Google. Yes, kila mtu anajua kwamba dunia ipo kwenye vita ya kiuchumi. Kila taifa linapambana lenyewe liwe na nguvu ya kiuchumi kuliko taifa lingine. Mwaka 2006 mwishoni kuja mwaka 2007 kulitokea anguko kubwa la kiuchumi ambalo kwa wale wakubwa wenzangu wanajua nini kilitokea. Kulikuwa na anguko kubwa la kiuchumi ambalo lilipelekea serikali mbalimbali uchumi wake kuporomoka. Dunia nzima uchumi uliporomoka. Kuporomoka kwa uchumi kuliathiri makampuni makubwa duniani. Wote tunajua yalikuwepo makampuni maarufu kama Nike, makampuni kama Nike kwenye kiwanda cha nguo. Yes. Yalikuwepo makampuni ya Nokia kwenye kiwanda cha telecommunication, kiwanda cha Motorola. Yalikuwepo na makampuni makubwa mengine kwenye upande wa utengenezaji wa magari, ambayo makampuni hayo uchumi wake uliporomoka kwa zaidi ya 60% mwaka huo wa 2007. Lakini pia tunakumbuka miaka hiyo 2008, 2009 ndiyo miaka ambayo Tanzania tuliwapokea marais wa dunia, George Bush, na baadaye huku mwisho tulimpokea Obama. Yes, nadhani hayo matukio wote tunayakumbuka. Hata makampuni baadhi ya simu uchumi wake uliporomoka. Makampuni yote makubwa yaliporomoka kiuchumi. Baada ya kuporomoka kiuchumi kwa makampuni makubwa, na tukumbuke makampuni yote makubwa duniani yanamilikiwa na watu, yanamilikiwa na wanahisa wanaoyamiliki hayo makampuni. Wanahisa walikaa vikao kutafakari ni kwa nini uchumi umeporomoka, ni kwa nini kampuni zao zimefilisika. Wakati wanatafuta majawabu na kujua ni kwa nini na watajengaje uchumi wao, hapo waligundua kitu kimoja. Waligundua sababu ya kuporomoka kwa uchumi mwaka 2007 mpaka 2008 ilitokana na maamuzi ya White House ya Marekani. Yalikuwa ni matakwa ya Marekani kuporomosha uchumi ili wao waweze kujenga upya uchumi. Maana yake kuyatengeneza mataifa na watu wawe tegemezi kwa Marekani katika kujenga uchumi wao. Ni mbinu mojawapo iliyotumika ili kufyonza rasilimali za mataifa mengine, ili waweze kufyonza rasilimali, wao wakue maradufu, lakini pia waweze
kuzitawala zile nchi ambazo wamefyonza uchumi wao. Hiyo ndio ilikuwa mission ya Marekani. Je, Marekani alitumia mbinu gani kuporomosha uchumi? Marekani alitumia nguvu ya dola. Marekani ndiyo mmiliki wa sarafu ya dola, ambayo sarafu ya dola ndiyo sarafu inayotumika kwa manunuzi ya kimataifa. Manunuzi au biashara za taifa kwa taifa zinatumia currency, fedha ya Marekani au sarafu ya Marekani ambayo ni dola kufanya manunuzi. Kulingana na nguvu ya dola ya Marekani, Marekani aliweza kushawishi baada ya vita ya pili ya dunia, akaifanya pesa yake kuwa na nguvu. Aliposhawishi dunia kuundwa kwa benki ya dunia, ikaunda na shirika la fedha duniani IMF, ambazo nchi zote zinaenda kukopa IMF, wanakopa dola. Wanakopa nini? Wanakopa dola. Lakini pia kulingana na nguvu ya sarafu ya dola, dola ndio imekuwa ndio reserve ya mataifa mengi. Kwa mfano Afrika, mataifa yote reserve yake mama ni dola. Central bank zetu reserve yetu ni dola. Tukiwa hatuna dola, maana yake tunakuwa tumepoteza nguvu ya manunuzi, nguvu ya kufanya manunuzi kimataifa. Tukiwa hatuna dola, hatuwezi kununua dawa. Tukiwa hatuna dola, ambazo dawa zinatoka kwa Marekani. Tukiwa hatuna dola, hatuwezi kununua ngano kwa Mrashia. Tukiwa hatuna dola, hatuwezi kununua gesi kwa Mrashia. Tukiwa hatuna dola, hatuwezi kununua vifaa vya viwandani, meza na vitu vingine vyote kutoka kwa Mchina. Maana yake Marekani, kitendo cha kupoteza dola kwenye mzunguko wa biashara, aliipoteza dola, nchi zikapoteza nguvu ya manunuzi, kwa biashara ikakatika. Kukatika kwa biashara kulipelekea uchumi kuporomoka. Makampuni yaliyoathirika waligundua kwamba iwapo wakiendelea kuiacha sarafu ya dola kuendelea kuwa na nguvu, kuna siku moja ataingia kichaa madarakani Marekani, ataweza kuwafanya kuwa zero economy, atageuza uchumi wao kuwa sifuri. Marekani ana uwezo wa kufanya hivyo. Ana uwezo wa kuamua matajiri wa Afrika wote wakawa sifuri. Hiyo ni Marekani. Matajiri kutoka mataifa mbalimbali wanaomiliki makampuni walikaa na kufanya maamuzi kwamba lazima tutoke kwenye cheni, kwenye mtego wa Marekani kuitegemea dola kuwa ndiyo sarafu ya manunuzi ya kimataifa, kuitegemea dola kuwa ndiyo sarafu ya kulizevu uchumi wao. Na hapo ndipo yalipotoka maamuzi yaliyofanywa sio na wanasiasa, yalifanywa na matajiri wa dunia wanaomiliki makampuni ya dunia, kwamba lazima tulinde uchumi wetu. Kwa hiyo maamuzi hayo yalipelekea kutengenezwa kwa sarafu mpya inayotumika duniani kote, sarafu isiyokuwa na mipaka, sarafu isiyosimamiwa na serikali yoyote, sarafu isiyotawaliwa na mtu. Mmiliki wake wa hiyo sarafu ndio anakuwa na nguvu sokoni. Hapo ndipo ilipotengenezwa na hao matajiri sarafu ya kwanza ya kidijitali, pesa ya kidijitali iliyotengenezwa ndani ya mfumo wa blockchain,
ambayo inaitwa Bitcoin, ambayo kwa majina ina majina, mara inaitwa kwa Kiswahili tunaita sarafu ya kidijitali, wengine wanaita digital currency, Waingereza, wa Marekani wenyewe wanaita cryptocurrency, lakini zote zina maana moja, sarafu ya kidijitali, na hai imetengenezwa ndani ya blockchain, na hiyo ndio inaleta mahusiano kati ya blockchain na athari za kiwanda cha fedha. Sarafu hii ya kwanza ya Bitcoin ilianza kutengenezwa mwaka 2008 na ilitangazwa rasmi kuanza kutumika mwaka 2009. 2009 I think mwezi wa 4, kitu kama hicho, tarehe 23, kitu kama hicho, mwezi wa 4, ndipo sarafu ya Bitcoin white paper yake ilitangazwa. Kama ilivyo sifa ya Bitcoin, ukitengeneza kitu ndani, kama ilivyo sifa ndani ya blockchain, ukitengeneza kitu ndani yake, ukikipa idadi, kesho huwezi ukaongeza, maana yake idadi yake itabaki ile ile. Waliotengeneza sarafu ya kidijitali ya Bitcoin walitengeneza sarafu milioni 21, sarafu milioni 21, na wakazifanya ndizo zitumike milele na huwezi kuziongeza, na zitaendelea kutumika hizo hizo miaka yote. Sasa sarafu milioni 21 zinatumiwa na watu dunia nzima, watu bilioni 8 sasa hivi, bilioni 8. Wale watu waliosoma biashara au mahesabu wanajua principle ya demand and supply, kwamba iwapo kitu au vitu ni vichache, haviongezeki, alafu wanaovitafuta, wanaovihitaji wapo wengi, wanaongezeka, thamani ya vitu hivyo hupanda. Na hapo ndipo inabadilika sarafu yoyote ya kidijitali, inakuwa pamoja kuwa ni fedha, lakini pia inakuwa ni asset. Inakuwa kwa Kiswahili ni rasilimali, kwa sababu thamani yake inapanda kwa kadiri watu wanavyoitafuta ili waweze kuimiliki. Hapa duniani kila mtu anahitaji pesa, anahitaji kumiliki pesa, awe nayo iwe ya kwake. Sasa pesa hizi ambazo idadi yake ni milioni 21, dunia nzima tunazitafuta, tunataka kuzimiliki, automatically zitakuwa ni chache kwetu, zinapanda thamani. Na hiyo ndio sababu inayopelekea Bitcoin wakati naanza ilikuwa na thamani ya 0.001. Leo tunavyoongea, yani thamani yake 0.001 dola Bitcoin moja. Leo tunavyoongea tayari zinamilikiwa Bitcoin milioni 19.3 na mapointi. Manake bado Bitcoin chache tu ambazo hazijatoka kwenye mzunguko, hazijaingia kwenye mzunguko. Tayari thamani ya Bitcoin imepanda kutoka dola 0.001 mpaka leo tunavyoongea, navyorekodi audio hii, Bitcoin moja ipo zaidi ya dola 94,000. Bitcoin moja dola 94,000. Hiyo ndio Bitcoin. Unaweza ukajiuliza, wale watu walioijua Bitcoin ikiwa kwenye dola 1 wakaweza kutumia dola 1,000 kununua Bitcoin 1,000, leo kama wameweza kuzitunza hizo sarafu mpaka leo, wanamiliki dola ngapi? Maana yake dola 94,000 mara 1,000 ndio utajiri wa huyo mtu. Yaani mtu aliyetumia milioni 2.5 sasa hivi ni trillionaire, ni billionaire in dola,
lakini kwa Tanzania ni trillionaire huyo mtu. Huo ndio utajiri wa sarafu za kidijitali.